Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Sajjad Salim Olotu almaarufu kama Kai Bey. Kwa majina naitwa Aisha Yusuf. Jina la uigizaji nimetumia kama Kendi. Hello wa Tanzania, habari. Heri ya Christmas na mwaka mpya. Kwa majina naitwa Manka Rafael Munishi, mzaliwa wa Uchagani, Kibosho. Kwa majina naitwa Warda. Kwa majina kamili naitwa Abdurazak Muhammad Mtauka. Mimi ni msanii kutokea Busati TV. Uhusika ambao nimecheza kwenye House Girl, mimi nimecheza mtu ambaye nina msimamo sana, lakini mtu ambaye nikiamua langu hakuna mtu yote ambaye anaweza akanizuia. Katika tamthilia ya House Girl kuanzia msimu wa kwanza mpaka msimu wa 4. Huo ndio uhusika wangu mkubwa ambao niliucheza. Katika tamthilia ya House Girl, uhusika wangu mimi hujabadilika, ni kama ule ule tu. Uhusika wangu ulikuwa ni mwanamke ambaye nina tamaa ya pesa, wanaume nabadilisha kila siku, na pia nilikuwa ni mnafiki, nagombanisha watu, vitu kama hivyo. Katika tamthilia ya House Girl nimecheza kama boss ambaye nilikuwa na mfanyakazi wangu Zuu. Nilikuwa namtesa na mume wangu alikuwa Kai. Nilikuwa sipendi kupika, sipendi kuosha vyombo, sipendi kufua, na vile vile nilikuwa sipendi mtu maskini. Nilikuwa napenda maisha yale ya kifahari, maisha kutoka nimetembea na huyu na yule, na pia nilikuwa simpendi pia mume wangu. Nilikuwa tu nampenda kwa vile ya pesa zake tu basi. Tamthilia ya House Girl nilicheza kama mama yake Natasha. Tasha alikuwa ni mwanangu wa kiume na ni mwanangu wa pekee. Kiukweli nikirudi nyuma ndani ya hiyo tamthilia, nampongeza kwanza mwandishi kwa sababu aliniona, ana jicho la ndani. Aliona kwa sababu kile alichokiandika na kunikabidhi nikifanye, naona kama kimegusa maisha yangu kabisa, na ndio maana nikaicheza kwa kuitendea haki. Tasha alikuwa ni mwanangu mwenye changamoto na nilitamani mwanangu aoe, na mke ambaye nataka aoe mimi ndio nilijaribu kumchagulia bila kufikiri. Mimi ni mtu ambaye napenda kumwamini mtu kiuhalisia, ni maisha yangu jinsi yalivyo. Napenda sana kumwamini mtu kwa haraka. Kwa hiyo hili iliniletea shida, ikanikosti kabisa. Mke ambaye nilimwamini awe mke wa mtoto wangu alikuja kuwa si mke mwema, akawa ni mtu mshirikina, mgombanishi, muuni, mzinifu. Kwa hiyo ilileta changamoto kubwa sana. Lakini baadaye Mungu alileta neema. Baada ya kupita hayo, akaleta mke mwingine ambaye alikuwa ni mke mwema, tukapata mke. Lakini baadaye ukaja kuwa na changamoto, mke yule alikuwa ni mke wa mtu. Yaani matatizo yakawa mengi sana kiasi kwamba hii tamthilia kwenye maisha yangu sitokaa nisahau. Katika tamthilia ya House Girl, scene zote ambazo nimezicheza ni scene nzuri sana kwa upande wangu. Zote, hakuna scene ambayo nimecheza nikaona hii ni scene ya kawaida, lakini ukali wa scene pia huwa unazidiana. Kwa mfano, scene ambayo mimi niliicheza nikaenjoy, zipo nyingi lakini kwa haraka nazikumbuka. Kuna scene ambayo mimi na Zatiti asubuhi tulikuwa tunafanya mazoezi. Baada hapo Zatiti akahisi kama hayuko sawa hivi, kwa akawa anaanguka. Wakati akiwa anaanguka, kabla hajafika chini, mimi nikamfuata, nikamwahi, nikamdaka hivi. Ile scene niliipenda sana kwa sababu ni romantic scene, alafu ilikuwa na ubunifu mkubwa sana. Lakini ukiachana hiyo, kuna scene ambayo nilikuwa nimemwagiwa tindikali. Ile scene wakati naicheza nilienjoy kweli, kwa sababu nilijikuta kama vile nimemwagiwa kweli tindikali. Niliingia kwenye uhusika mkubwa sana, ni kwenye uhalisia zaidi. Kwenye House Girl nimecheza kama dada yake Zatiti. Yaani nilivaa tu uhusika wa mama, dada, kwa sababu mama yetu alikuwa anaishi kijijini. Kwa hiyo ilibidi nivae umama kipindi niko huku mjini kwa ajili ya kumuelimisha mdogo wangu. Awali ya yote, naomba niwashukuru mashabiki wa Busati TV kwa kutusupport kuanzia kwenye tamthilia ya House Girl, My Mother, Crazy Love, Maisha ya Ndoa, Mvuvi, na hatimaye mpaka tunakaribia kuanzisha jambo letu jipya ambalo bado jina lake halipo rasmi. Tukizungumzia tamthilia ya House Girl, nilicheza kama mwanaume ambaye nina mke na dada wa kazi ndani. Ila mwanaume huyo alikuwa hana msimamo na hana kauli kwenye nyumba yake, bali alikuwa anamtetea mke wake ambaye alikuwa na madhaifu mengi sana. Ilifikia hatua mpaka aligombana na babake mzazi kwa sababu ya huyo mwanamke. Kwa yote kwenye tamthilia ya House Girl tunajifunza kuwa wanaume lazima tuwe na msimamo, lazima tujue kubalansi upendo baina ya mke, watoto na ndugu zetu kwa ujumla. Scene ambayo kwenye House Girl ilikuwa na changamoto kubwa kwenye upande wangu kuicheza
ni baada ya kumwagiwa tindikali nilivyofika hospitali kule. Zile scene zilikuwa na changamoto sana kwa upande wangu, kwa sababu pale ndo tulikuwa tunaenda kwenye kufunga msimu wa 3 wa House Girl, na mimi nilipewa jukumu la kucheza scene kwenye hisia ya hali ya juu kiasi kwamba ni washawishi mashabiki waumie kweli kweli. Kwa hiyo nilihisi kama ule ni mzigo mmoja mkubwa sana ambao nilipatiwa, yani kwa sababu ukiangalia pale msimu wa 3 ulivyoisha, ukija kwenye tawi langu huko nimwagiwa tindikali majonzi, lakini ukienda upande wa pili kulikuwa kuna Kibendo anaoa, kwa hiyo kulikuwa kuna furaha. Kwa hiyo ikirudishwa huko kwenye huzuni, inapaswa nicheze kwenye performance ya hali ya juu kiasi kwamba shabiki aumie kweli kweli. Kwa ile kwangu mimi niliona huu ni mzigo mzito kweli kweli ambao nimepewa, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu nilicheza kwenye performance ya hali ya juu kiasi kwamba mashabiki waliumia sana. Wengine walikuwa wanahisi kweli nimwagiwa tindikali, mpaka leo nikikutana na watu wananiuliza, vipi, mbona sura yako sasa hivi iko sawa, lakini pale tuliona imeharibika sana. Wengine walikuwa wananipigia mpaka simu, wanasema tukutumie hela, unaumwa nini, lakini ilikuwa ni movie. Kwa hiyo ni scene ambayo kwa upande wangu ilikuwa ni ngumu sana kuicheza. Kwa hiyo nawashauri mashabiki zangu wasifate vitu vilivyokuwa kwenye movie, wafate uhalisia. Mimi msanii wangu ambaye nikishoot najisikia raha na ambaye niwe huyo Kendi. Wapo wengi, lakini kwa sababu nimeniambia nimtaje mmoja. Okay, mwandishi aliona akataka hivyo, lakini kama nilivyozungumza awali, mimi ni mtu ambaye napenda sana kushare na jamii na ni mtu ambaye naaminika kwenye jamii. Kwa hiyo alivyoandika mwandishi na mimi nikaongeza support yangu pale. Ndio maana ukaona kile kitu ambacho kimetoka kati yangu mimi na Walda kwenye ile series. Scene ambayo imenifurahisha kwenye ile series ya House Girl ni mateso ambayo alikuwa anapitia Chiko, mume wa awali wa Zatiti. Yaani yale maumivu ambayo alikuwa anapitia kwangu ilikuwa ni furaha sana, nilikuwa na enjoy sana. Scene zote zilikuwa ni ngumu, lakini sikuwahi kuonesha ugumu hata siku moja. Kwa hiyo hamna scene ngumu mule, zote nimebaruza kama vile director alivyokuwa anataka. Scene nyepesi ni ile ambayo tuko baa, mimi na Chiko pale na kumbatia. Yale ni mambo yangu jamani, ile scene nyepesi sana. Scene ambayo nilimchamba Chiko alipokuja kijijini. Scene ambayo nilimchamba Chiko alipokuja kijijini, watu wengi waliipenda. Kwa sababu Chiko ni mtu ambaye ana maadui wengi sana, shemeji yangu. Kwa hiyo alipokuja kijijini anajigamba nini, hakutegemea kama angekutana na Walda mwingine. Ashazoea kukutana na Walda ambaye anamkashifu muda wote. Kwa hiyo alipokuja pale na majigambo yake, akamvuta Walda tofauti. Kwa hiyo watu wengi walipenda ile scene. Ni kweli kwenye tamthilia ya House Girl, kuanzia kwenye msimu wa 3 pale kwenda msimu wa 4 mpaka mwisho tunapomaliza msimu wa 4, nilikuwa na shiriki kwenye uandishi, japo mimi sio mwandishi mkuu, lakini pia nilikuwa na direct, na hapo pia nilikuwa na edit, lakini mimi nilikuwa ni main wa hiyo story. Kwa muda mwingine unaweza ukaangalia ukasema kwamba ni ubinafsi, lakini hapana. Kama nilivyosema awali kwamba mwandishi ana jicho la ndani. Alivyoniona akaniandika ni kama vile aliyasoma maisha yangu halisi. Hii tamthilia au hii series nimeicheza katika maandishi ya mwandishi, na mimi mule ndani yake kuna vitu ambavyo vimenigusa, nimevipitia. Na ndio maana katika uchezaji wangu nimecheza mule nimevaa uhusika ambao mwandishi aliuandika kulingana na mimi nishayapitia baadhi ya mambo ambayo nimeyapitia yameguswa mule kwenye ile tamthilia. Ndio maana sikuyumba, nimefikisha ujumbe kama ulivyo. Of course naona fahari sana. Nafurahi na enjoy kwa sababu kama ningekuwa sijafikisha ujumbe, watu wakaupokea na wakaufurahia, wakaniamini, nadhani hilo jina pia nisingekuwa naitwa. Scene ngumu ambayo hata sasa hivi ninavyotaka kuizungumzia naumia. Ni pale ambapo mwanangu Tasha alipomwagiwa ile tindikali. Ile niliumia sana, sana kiasi kwamba kuna muda nahisi kama sio maigizo, naona kama ni kweli. Huwa inaniumiza kila siku. Kila itwapo leo huwa naumia tu, sijui kwa nini. Kila msanii ambaye alikuwa nakutana naye alikuwa na uwezo mkubwa sana kiasi kwamba unajipanga kabla ya kwenda kucheza naye. Wote wana uwezo mkubwa sana, lakini mtu ambaye alikuwa na enjoy zaidi nikicheza naye ni rafiki yangu wa karibu sana, Kai Bey. Kwa nini Kai? Ni kwa sababu mimi na Kai tuna chemistry ambayo imetengenezwa. Ile chemistry watu wengi wanaipenda sana. Yaani wakiona mimi na Kai tumeshiriki kwenye movie moja, alafu tumeenda kukutana kwenye hadithi, basi wanafurahi sana. Na hata mimi mwenyewe binafsi huwa na enjoy sana nikicheza na Kai. Ni sawa kama vile wachezaji mpira ambao wamecheza timu moja kwa muda mrefu, kwa wanakuwa wanajuana.
kwamba huyu akipiga chenga hii lazima ataleta hapa pasi, kwa hiyo mimi nikimbie pale mbele. Kwa mimi nikicheza na Kai namfahamu vizuri. Kai anacheza vipi, anapokea vipi, na mimi ananipa vipi, nipokee vipi. Kwa hiyo ni mtu ambaye na enjoy sana nikicheza naye leo, kesho na hata milele pia. Ujumbe wangu mimi kwa mashabiki ambao waliweza kutazama tamthilia ya House Girl ni kwamba waangalie, ambao hawajaangalia waende wakaifuatilie, na ambao tayari washaangalia nadhani kuna sehemu nyingi au kuna vitu vingi vya kujifunza kwenye House Girl. Kwa mfano kwenye maisha yangu mimi hapa nilikuwa na shoot kwenye House Girl, inabidi waache. Yaani zile tabia ambazo nataka kuna mtu ana tabia kama ya kwangu mimi nilikuwa na shoot mule, aiache mara moja. Nafikiri director huaga anaangaliaga, ni ameona kila scene naweza nikaicheza, lakini nahisi ameona hiyo ni scene ambayo walisema nimeuwezea zaidi, ndio maana nikapewa. Katika ile tamthilia msanii ambaye alikuwa amenivutia ni Sania. Ni mtu ambaye nilikuwa nafanya naye kazi mara kwa mara katika ile tamthilia, ambaye hata akikosekana yeye mimi naona kabisa hamna ladha. Kwa hiyo lazima yani lazima katika ile tamthilia usigele upate ladha, lazima awe Sania pembeni, Kendi pembeni. Ukimweka na ule mzee Mombo, ukimweka Kai, mambo yanaenda kama alivyopangwa. Kwa kuwa hata mimi mwenyewe ile scene nilijikuta tu niliibeba sana. Yaani nilivyoambiwa fulani amekufa. Mimi napenda nianze na kina baba. Nawaambia kina baba ambao walifuatilia hii kazi tulioifanya. Jamani wanaume, nyinyi wanaume wakina baba, acheni kututesa kina mama. Unapoambiwa mimi ni mjamzito na ujauzito wako na ukijua umeshare naye mahusiano na mapenzi, basi jaribu sana kutuhurumia sisi akina mama. Hii inamaanisha mimi nilipopata ujauzito baba Tasha alinikimbia kabisa, akaniacha peke yangu. Niliteseka sana, nikalea mtoto wangu peke yangu. Anakuja kuonekana akiwa mwanangu ameshakuwa mtu mzima. Na bado kuonekana kwake kuongeza changamoto kwenye maisha ya mtoto wangu. Wanaume tafadhalini sana. Lakini nikija kwa mashabiki na wanawake wenzangu, tuwe majasiri. Tukubaliane na changamoto zozote tunazozipitia kwenye maisha. Tupambane, tujiimarishe. Maisha ni rahisi sana kama utajipa moyo, ukapiga moyo konde, tunaweza. Lakini nikija kwa mashabiki, nimeleta ujumbe, nimeleta darasa kwenu. Nadhani mmejifunza, mmeona nilichokifanya. Ninachokiomba kwenu mashabiki, muendelee kunisupport na kuisupport Busati TV kwa ujumla. Kusema kweli najisikia vizuri. Ni character ambayo nikiifanya ni watu wengi sana wanaipenda. Nikisema leo hii mimi Kendi niigize mtu ambaye mtulivu, mpole, hamna mtu anayenielewa. Ila nikiigiza vile mcharuko, masi nimeruka na huyu, nimetembea na huyu, nimempiga huyu, ndio mashabiki zangu wanapenda hivyo. Kwa hiyo wao wakipenda na mimi napenda pia. Kusema ukweli muhusika ambaye na enjoy sana kushuti naye nikiwa seti wapo wengi sana, ila kwa ambao nimepata bahati ya kushuti nao naweza kusema labda Ganyai. Sababu Ganyai nje ya kamera ni mtani wangu sana. Kwa hiyo tuna masuala mengi sana. Hata tukua tunashoot unakuta yeye mwenyewe dingi ananipania mimi kwa sababu mimi nimemkuta kwenye game nini, kwa nataka ni proof wrong kwa yeye bado yupo vizuri. Naweza nikamzungumzia Kendi amewakilisha wanawake wengi sana wenye tabia kama zake kipindi anacheza House Girl. Kwa hiyo amewakilisha wanawake wenye tabia kama zake ambao walivaa uhusika kuwakilisha. Kwa hiyo nadhani nikasema kwamba kama kuna mwanamke mwenye tabia kama ya Kendi kwenye House Girl, basi aache, kwa sababu unaweza kupoteza kilicho bora kwa sababu ya ujinga na majivuno. Kila mwanamke inabidi akae kwenye nafasi yake. Haya. Kama jinsi mnavyoipenda watazamaji wetu House Girl, ikitokea imekuja tena kwa awamu nyingine ya 5, basi niko tayari kwa ajili ya kutumika. Mimi sio kwamba nilitoka katika ile tamthilia. Hapana, mimi sikutoka kwenye tamthilia ya House Girl. Isipokuwa story yenyewe ndivyo ambavyo ilikuwa inahitaji mimi niwe vile. Ukiangalia kwenye msimu wa kwanza, katikati, wa pili mpaka wa 3, mimi nilikuwa ni main wa ile story. Kwa hiyo mashabiki walizoea kuniona mara kwa mara. Kufika kwenye msimu wa 4, msimu wa 3 namna ambavyo tulifunga, mimi ndo nilimwagiwa tindikali nikaenda hospitali. Kwa hiyo nilikuwa naonekana lakini kwa muda mchache sana, kwa sababu mimi nilikuwa nipo hospitalini napata matibabu.
Lakini pia kwa upande wangu nilijisikia vizuri kwa sababu niliona kwamba nilichokifanya kutoka kwenye msimu wa kwanza mpaka kufikia kwenye msimu wa 3, sehemu ambako nilionekana sana, mashabiki wamependa mno na wamenipokea vizuri, wamenifurahia. Kwa mimi nilijisikia vizuri, ndio maana walikuwa na comment wanahitaji kuniona kwenye kila episode. Na pamoja kwamba nilikuwa sionekani mara kwa mara, lakini ukienda kuangalia kwenye msimu wa 4 hakuna episode hata moja ambayo inaweza kupita bila mimi kupata comment nyingi japokuwa sionekani. Kwa hiyo ile mimi nilikuwa nafurahi kwa kuonesha kwamba ni msanii bora na ni msanii mzuri ambaye nilifanya vizuri kwenye vipindi vyote mpaka mashabiki wakawa na hamu ya kuniona mara kwa mara. Kama ilivyo ya kwanza, ya pili, ya 3 na ya 4. Kwa hiyo kwa sababu nyinyi ndo mabosi zetu na nyinyi ndo mnatupa uwezo au kujivunia na kuweza kufanya kitu kizuri zaidi, tuko tayari kwa ajili ya kutumika kwa ajili yenu. Ikitokea msimu wa 5 House Girl umekuja cha kwanza nitaupokea, lakini cha pili nitaongeza vitu ambavyo vitakuwa ni vikubwa zaidi ya hivyo ambavyo mmeviona kwenye msimu wa kwanza mpaka wa 4. Kusema ukweli, mwanzo ilikuwa inanichukua ugumu hadi nilikuwa namwambia director, mimi sitaki tena hii sehemu ulioniweka, naomba unibadilishe. Director akaniambia hivi, episode ikiwa inaruka usiende kusoma comment, wewe angalia tu basi, usisome chochote. Kwa hiyo kidogo hiyo ikawa inanipa kama motisha kuendelea kufanya ile kazi. Kusema kweli nilikata tamaa toka episode ya kwanza. Watu walikuwa wananichukulia vibaya sana. Nikipita kama hivi mtaani nitatu malaya, sijui anamfokea babake mkwe, yani kama baba yake, sijui kama mama yake hivyo. Yaani leo iko inaniuma sana. Kwanza wanajamii ambao mlikuwa na sisi toka mwanzo House Girl mpaka mwisho, na hata kwenye hivi vipindi vingine, kwenye tamthilia hizi mpya, maisha pamoja na wengi vingine, umvuvi, nadhani nikasema kwamba tunashukuru sana kwa sababu nyie ndio mmetufanya tukawa hapa. Nyie ndio mmefanya leo Walda anajulikana kwa sehemu fulani, japo sio sana, lakini naomba tuwashukuru sana kwa upendo wenu. Kwa hiyo tunaomba muendelee kutazama zaidi na zaidi tamthilia nyingine mpya, msichoke. Cha mwisho ambacho nawaambia jamani, tunaelekea mwaka mpya, mwaka mwingine unafuata. Kwa hiyo ninachowaambia mashabiki zetu wa Busati TV kupitia tamthilia zetu zote na tamthilia nyingine zinazokuja, wasiache kutufuatilia, watufuatilie, tunawapenda. Pia tumuombe Mungu tuweze tumalize huu mwaka salama. Tuweze kumaliza huu mwaka salama na tuingie mwaka mwingine. Kuna vitu vingi vizuri vinakuja na vya kujifunza zaidi. Kwa hiyo wasiache kutufuatilia, tunawapenda sana na tunaahidi kwamba tutaletea vitu vizuri zaidi ambavyo mmevizoea. Mimi sanaa sikupata changamoto sana, lakini kipindi naanza 2020 baba yangu ni kitu ambacho alikuwa akipendi kabisa, ni apendi. Anasema subiri kwanza, kwa sababu kulikuwa kuna matukio ya baadhi ya wasanii, kwa hiyo anaona kama sanaa ni uhuni, ukiingia kwenye sanaa unaharibu maisha, yani hivyo. Lakini sasa hivi yeye ndo mtu ananisupport. Okay, mabibi na mabwana, naomba nichukue nafasi hii kuwatakia heri ya sikukuu ya Christmas na mwaka mpya. Naomba mkaenjoy vizuri na familia zenu, mkasherehekee sikukuu kwa amani kabisa. Lakini pia yote kwa yote tusisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwenye channel pendwa ya Busati TV ili uwe wa kwanza kuona tamthilia yetu mpya ambayo itatoka Januari hii inshallah. Asanteni sana na wapenda mno. Cha kwanza kabisa nashukuru sana mashabiki zetu, mmeanza kutufuatilia mwanzo mpaka mwisho wa tamthilia yetu ya House Girl, amjaye kutuangusha hata siku moja. Kingine nawapenda sana, sitoacha kuwaangusha katika kazi zetu ambazo zinazofuata na zitakazoendelea. Nawapenda sana, hivyo tu. Kitu ambacho namshukuru Mwenyezi Mungu kupitia kwenye tamthilia ya House Girl ni kweli mimi nimekuwa top, nimepata mashabiki wengi zaidi na ni tamthilia ambayo imenitangaza. Namshukuru sana Allah kwa hilo jambo. Lakini siri ya mafanikio ni juhudi binafsi za msanii mwenyewe. Nilikuwa na juhudi sana za kupambana kwa sababu nilikuwa kuna kitu ambacho nakihitaji na mimi mwenyewe binafsi yangu nilikuwa nahitaji kufika sehemu fulani. Kwa hiyo nilikuwa na juhudi binafsi na ndio maana nimefikia ile mafanikio. Lakini pia nidhamu ya kazi, yani kuheshimu kile ambacho nakifanya, kufika seti kwa wakati, kufanya kitu kwa ubora na weledi wa hali ya juu. Lakini pia heshima kwa watu ambao unafanya nao kazi, haijalishi umri wake, haijalishi experience aliyokuwa nayo,
lakini kumheshimu mtu na kumsikiliza na kila mtu kumpa nafasi yake, na ushirikiano bora baina yangu na wasanii wenzangu pamoja na crew nzima ambayo imeshiriki kuifanya House Girl. Hiyo ndo siri ya mafanikio ambayo mimi imenifanya mpaka leo hii kuwa top. Kwenye mitandao ya kijamii jamani, inapatikana Facebook, ni mtandao unaojulikana. Ukinitafuta huko utanipata kama jina langu naitwa Dama Mushi. Lakini kwenye Instagram pia natumia jina hilo hilo, Dama Mushi. Kwenye YouTube pia napatikana kwa jina hilo hilo, Dama Mushi. Mambo yangu yote yako humo, kwa sababu nilisahau kusema kitu kingine. Katika hiyo hali ya ujasiriamali ndio nao. Jamani, mimi ni mjasiriamali, pia nafanya kazi za UMC. Nafanya na play party zote kwenye UMC, ukiwa na single, kitchen party, beach party, birthday, send off na mengine yote. Mimi nashika mic na perform vyema kabisa. Kwa hiyo namba yangu ndio hiyo. Kwenye Facebook utanipata. Kwenye mitandao yote ya kijamii napatikana kama Dama Mushi. Lakini kwenye hizi kazi zetu tunazozifanya za uigizaji ndani ya Busati, tunapatikana Busati TV. Tunaomba like zenu, tunaomba support zenu, subscribe. Mtuweke hewani kila siku. Jamani, jina langu mimi katika TikTok naitwa Sanimodo 761 na katika Instagram Sanimodo 17. Kwa hiyo karibuni sana, nawapenda. Nje ya sanaa, mimi nimesomea mambo ya hotel. Kwa hiyo hapa nilipo natengeneza keki za aina mbalimbali, keki za shughuli, za birthday, zote tunazozitaka zile. Kama mpenzi wako umemkosea, zaweza kuombeombea misamaha, vile na vimishumashuma, vyote mimi natengeneza hivyo tu. Mimi ni mfanyabiashara, natengeneza product zangu mwenyewe. Nauza mafuta ya shea butter, black soap. Kwa hiyo ninadili sana na mambo ya ngozi, nipo huko. Instagram natumia Candy OG 22, TikTok natumia Candy OG 2, alafu ukiingia TikTok Candy Lemon. Kwenye TikTok natumia Waldat au Walda product. Kwenye Instagram Walda_Masawe. Msisahau kunifuatilia katika mitandao yangu ya kijamii yote, kuanzia Facebook, Instagram, TikTok, kote huko jina langu nalotumia ni Mr. Tasha. Mtandao wote ukiingia Facebook ukiandika Mr. Tasha utanipata. Ukiingia TikTok ukiandika Mr. Tasha utanipata. YouTube, yani kila sehemu mtandao wa kijamii natumia jina hilo la Mr. Tasha. Lakini pia msisahau kuifuatilia kampuni mama ambayo mimi nanitangaza, ambayo inaitwa Busati TV katika mitandao yote ya kijamii. Ukiifuatilia inaitwa hivyo hivyo Busati TV, kuanzia Facebook, Instagram, TikTok, kote inatumia Busati TV. Usisahau kufuatilia. Lakini pia ukiangalia tamthilia, usisahau kusubscribe hiyo channel ya Busati TV, usisahau kucomment, kulike na kushare pia. Asanteni. Cha kwanza kabisa namsalimia baba yangu mzazi, anapatikana hapo mkoa wa Kilimanjaro, Mr. Rafael Munishi. Nakupenda baba. Mtu wa pili nawasalimia wadogo zangu wote, wa Munishi wote, mambo wote. Lakini mtu wa tatu nawasalimia watoto wangu Asuni, Tariki, Najram na Malki. Mume wangu kipenzi Mr. Ngota, nakupenda. Nawatakia heri ya Christmas wafanyakazi wenzangu wote wa Busati TV, watu wote wanaonijua na msionijua, marafiki, ndugu, jamaa na mashabiki wote. Heri ya Christmas na mwaka mpya.